Ndio unaona wema waliotangulia ilipokuwa inaingia mwezi wa Shaaban, kuna baadhi ya maswahaba na tabi'in na tabi'in na wema wengine waliotangulia baada yao, walokuja baada yao, ilipokuwa inaingia mwezi wa Shaaban walikuwa wakifunga biashara zao. Mtu anapiga mahesabu yake ya nyumbani kwake inahitajika nini, anawacha masurufu yote, alafu yeye sasa anafunga biashara. Hii biashara itafunguliwa baada ya Ramadhani. Sasa anajishughulisha na mambo manne katika mwezi wa Shaaban. Anajishughulisha kwa kufunga saumu za sunna na kusoma sana Qur'an katika mwezi wa Shaaban. Hata hii mwezi kuna baadhi ya wema waliotangulia wameita kwamba ni shahrul qurra, ni mwezi ya watu wanaosoma Qur'an, wakisoma sana Qur'an katika mwezi wa Shaaban, na wakijibidiisha katika swala ya jamaa, swala za sunna za kablia na baadia, salati dhuha, swala ya tahajjud ilikuwa iwapiti katika mwezi wa Shaaban, na wengi wao vile vile walikuwa wanatoa zaka katika mwezi wa Shaaban. Na yote haya walikuwa wanayafanya kwa ajili ya kujiandaa na Ramadhani. Sasa sisi Waislamu tuliokaa hapa, ndugu zangu, leo imebakia takriban siku 20 au siku 18 kuingia mwezi wa Ramadhani. Tumejiandaa kiasi gani mpaka sasa hivi kila mmoja wetu aliokaa hapa, ndugu yangu? Na ni kwa nini tuzungumzie maandalizi ya Ramadhani, ndugu zangu? Mbona hujawahi kusikia shekhe anapanda juu ya mimbar hapa na waambia Waislamu tujiandaeni na miezi mingine haya isiyokuwa Ramadhani? Ushawahi kumuona imama anapanda juu ya mimbar ama khatibu wa mimbar anawaambia watu jamani, jiandaeni na mwezi wa Muharram au mwezi wa Safar au Rabiul Awwal?